Afrika Kusini. Kisa cha kusikitisha na cha kushangaza kinachomhusu mwanamke mmoja raia wa Afrika Kusini, Senihala Hozaa mwenye umri wa miaka 31, kimezua gumzo kubwa baada ya kuonekana kuwa na mwonekano wa bibi kikongwe mwenye umri wa miaka kati ya 70 na 80, licha ya kuwa bado ni kijana mdogo. Mabadiliko ya afya na mwonekano wa Senihala yalianza ghafla alipofikisha umri wa miaka 27, ambapo ngozi yake ilianza kusinyaa na kupata mikunjo mikubwa, huku afya yake ya ndani ikianza kuzorota kwa kasi. Changamoto za kiafya na athari za kifamilia. Ripoti zinasema kuwa Senihala ameshatembelea hospitali mbalimbali nchini humo bila kupata suluhisho la kudumu. Mbali na mabadiliko ya nje ya ngozi, ugonjwa huo umeathiri vibaya viungo vyake vya mwili pamoja na mfumo wa moyo. Kutokana na udhaifu huo wa mwili, Senihala kwa sasa amepoteza uwezo wa kumlea mtoto wake mdogo, ambaye sasa analewa na bibi yake, mama mzazi wa Senihala. Mitazamo tofauti juu ya chanzo cha hali hiyo. Kutokana na ugumu wa kupata majibu ya kitabibu, kisa hiki kimegawanya mitazamo ya jamii na wataalamu katika sehemu kuu mbili. Imani za kishirikina. Senihala mwenyewe pamoja na baadhi ya watu wa karibu wanahusisha hali hiyo na masuala ya kishirikina. Wanahisi huenda alilogwa na aliyekuwa mpenzi wake, raia wa kigeni, mara baada ya kuanzisha uhusiano nao akiwa na umri wa miaka 27. Mbili, nadharia za kitabibu, progeria. Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya wanaeleza kuwa hii inaweza kuwa ni changamoto adimu ya kijenetiki na seli za mwili kuzeeka kwa kasi, progeria. Hali hii hutokana na hitilafu ya kijenetiki inayosababisha seli na mifumo ya mwili kuchakaa mapema kuliko umri halisi wa binadamu. Ushauri wa wataalamu kuhusu kuzeeka mapema. Kufuatia kisa hiki, wataalamu wa afya wamewakumbusha wananchi kuzingatia mitindo bora ya maisha inayoweza kuepusha uharibifu wa ngozi na kuzeeka mapema, ikiwa ni pamoja na kupunguza kukaa kwenye mionzi mikali ya jua kwa muda mrefu, kuepuka uvutaji wa sigara unaoharibu protini ya kolageni na kuzuia mzunguko wa damu kwenye ngozi, kupunguza ulaji wa sukari na vyakula visivyo na lishe bora, kudhibiti msongo wa mawazo, stress, akupata muda mwingi wa kupumzika. Bado jitihada za kitabibu zinaendelea ili kuona kama kuna uwezekano wa kurejesha au kusimamisha kasi ya ugonjwa huo unaoendelea kuhatarisha maisha ya binti huyo mdogo.